ladies and gentlemen, ndani ya WHO na kuletea hiki kisa ambacho kilitokea miaka ile ya 1975. Sasa kuna mwanaume mmoja ambaye aliweza kuja na hii teknolojia ambayo tunaitumia sasa hivi katika upigaji wa picture. Teknolojia ambayo zamani ilikuwa inatumika katika upigaji wa picture ilikuwa inakwenda kwa jina la photographic film, ambapo huyu jamaa alikuwa anatoka katika moja kati ya kampuni ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Kodak, ambayo hii kampuni ilikuwa ndo inasifika kwa utoaji wa teknolojia hii ya photographic film. Huyu kijana alikuwa anakwenda kwa jina la Steven Sasson. Ndiye kijana ambaye alikuja na mapinduzi ya kamera, kutoka kamera ambazo zilikuwa zinatumia mfumo wa photographic film kuja mpaka kamera za kidigitali ambazo mpaka dunia ya leo inatumia mfumo huu wa kamera. Kamera hiyo aliyoitengeneza bwana huyu mdogo ambaye anakwenda kwa jina la Steven ilikuwa na uzito wa kilo 4 pamoja na sensa ndogo ya CCD. Kwa wale watu ambao wana experience na kamera watakuwa wananielewa nikisema CCD, yani charger coupled device, pamoja na battery ya ndani, pamoja na uwezo wa kupiga picture moja ndani ya sekunde 23. Pia ilikuwa na uwezo wa kutoa picture yenye megapixels 0.01. Sasa baada ya kuweza kuliwasilisha wazo hili katika kampuni ambayo ilikuwa inafanya nao kazi ya Kodak, kampuni hiyo ya Kodak iliyatupilia mbali mawazo ya bwana huyu ambaye alikuwa anakwenda kwenye la Steven Sasson kwa sababu kadhaa. Moja ilikuwa ni kwa sababu kampuni hii ndio ilikuwa inasifika kwa mauzo ya teknolojia hii ya uchukuaji picha kwa kipindi hiko, ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la photographic film, ambapo kampuni hii ya Kodak ilikuwa inapata zaidi ya 80% ya faida zake kwa kupitia teknolojia hiyo. Pia waliona kama teknolojia hii ambayo aliweza kuintroduce bwana huyu mdogo Steven Sasson kuwa kama ni tishio na sio fursa kwao. Hivyo uongozi wa kampuni hiyo ya Kodak iliamua kuweka kando wazo hilo na kudumisha mauzo ya teknolojia yao ya photographic film. Pia waliamini kuwa wana muda mrefu kabla ya kufikia mabadiliko ya teknolojia mpya ya uchukuaji picha. Utafiti wa ndani ya kampuni hiyo ulisema kuwa walifanya utafiti na kugundua kuwa watu hawatakuwa tayari kutumia kamera zisizo na teknolojia ya photographic film angalau kwa muda wa miaka 20, jambo ambalo lilikuwa nje na ukweli halisi. Miaka ya baadaye makampuni kama Sony mwaka 1981 ilikuja kutoa kamera zake zenye uwezo mkubwa wa kiteknolojia. Pia makampuni mengine yalifuata kama Canon, Nikon na makampuni mengine. Mpaka kufikia miaka ya 1990 matumizi ya kamera za kidigitali zilikuwa zimeshaanza kuenea kutumika duniani. Mpaka kufikia miaka ya 2000 soko la teknolojia ya photographic film lilikufa mazima. Kutoka mwaka 1981 ambapo makampuni mbalimbali ambayo yalikuwa yanahusika na masuala ya kamera yalipoanza kuintroduce hii teknolojia mpya ya kamera ambazo ni za kidigitali, kampuni ya Kodak ilikuja kuachana na teknolojia yao ya photographic film na kuanza kutengeneza kamera hizi mnamo mwaka 1995, lakini walikuwa wapo nyuma sana, ambapo kufikia Januari 19 mwaka 2012 kampuni ya Kodak ilitangaza kufilisika kabisa. Historia haikueleza vizuri kuhusu ni kwa namna gani ambavyo teknolojia hii iliweza kupenetrate kwenda kwenye makampuni mengine, ila historia inaeleza kuwa mataifa mbalimbali yalimpa heshima na tuzo kwa mchango wake mkubwa katika mapinduzi haya ya kiteknolojia katika upande wa kamera. Bwana huyu mdogo ambaye alikuwa anakwenda kwa jina la Steven Sasson. Pia mwaka 2009 aliyekuwa rais wa nchi ya Marekani Barack Obama alimpa National Medal of Technology and Innovation, tuzo kubwa zaidi ya uvumbuzi nchini Marekani. That's it ladies and gentlemen, daddy father of 6 babies behind my seat. Massive shout out to Harrison, my editor. These are what we do, man. Pwa! Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.